Moja kati ya kitu ambacho umekiona kina mapinduzi makubwa sana ni the way vile ambavyo vijana wanaofanya vizuri sana kwenye game ya muziki wa rap. Nimekusikiliza mwenyewe unajivua ufalme baada ya kusikiliza kazi mbili tofauti ya mwenetu Dikazi pamoja na Mula Obo, bonge moja la kazi. Ukiangalia historical background ya muziki wao, sio kwamba wameanzia kule ambako nyinyi pia mlikuwa mnafanya. Nizeni kama walikuwa na try kujaribu na nini then uone inakuaje. Lakini ujio wa hizo ngoma mbili tofauti, Tafsiri pamoja na Box One, imekuja kuleta impact kubwa sana kwenye game. Kitu ambacho malegend kama nyinyi mnasema kwamba bana, mimi najivua ufalme kwa sababu alikuwa hajapatikana mrithi wa hiki kizazi. Yes, una matumaini kwamba itakuwa ni consistency ya kwao kuendelea kufanya hivyo au inakuaje? Mimi nadhani Mula Obo, Dikazi, yes, wanabakia kuwa ni madogo ambao wameamua kujitofautisha na wenzao. Mambo ni continuous kwa sababu sanaa ina njia mbili siku zote. Tangu imeanza sanaa ina njia mbili. Kuna upande wa kushoto, kuna upande wa kulia na kuna straight line. Kwa hiyo hapo ni choices. Tangu mwanzo watu wana choose. Kuna wanaoenda kushoto, kuna wanaoenda kulia, kuna wanaoenda straight. Na hata show kama hii leo iwafundishe malegend wadogo wanaokuja, hata kama siku moja leo watakuwa malegend. Kwa ili wapate heshima hii ya leo, wafanye kama wanafanya wale wadogo wawili. Mimi wito wangu naotaka niwape kubwa ni upande huo wa njia ya kulia kwenye maudhui dhidi ya maslahi. Hayo ndio maisha yao yote. Kwa sababu siku hizi roho zinauzwa. Ukiwa tayari kuuza maudhui, unauza na roho yako. Sasa usikubali kuuza na roho yako, tusimame upande wa maudhui. Maudhui yatatununua, yatatujenga sisi kama sisi. Mwana mfalme huyo hapa. Hiyo kazi imeenda. Mimi mfalme na mwana mfalme huyo. Da Prince Baraka, mwana mfalme huyo hapa. Bana noma sana. Moja kati ya kitu ambacho umekiona kina mapinduzi makubwa sana ni the way vile ambavyo vijana wanaofanya vizuri sana kwenye game ya muziki wa rap. Nimekusikiliza mwenyewe unajivua ufalme baada ya kusikiliza kazi mbili tofauti ya mwenetu Dikazi pamoja na Mula Obo, bonge moja la kazi. Ukiangalia historical background ya muziki wao, sio kwamba wameanzia kule ambako nyinyi pia mlikuwa mnafanya. Nizeni kama walikuwa na try kujaribu na nini then uone inakuaje. Lakini ujio wa hizo ngoma mbili tofauti, Tafsiri pamoja na Box One, imekuja kuleta impact kubwa sana kwenye game. Kitu ambacho malegend kama nyinyi mnasema kwamba bana, mimi najivua ufalme kwa sababu alikuwa hajapatikana mrithi wa hiki kizazi. Yes, una matumaini kwamba itakuwa ni consistency ya kwao kuendelea kufanya hivyo au inakuaje? Mimi nadhani Mula Obo, Dikazi, yes, wanabakia kuwa ni madogo ambao wameamua kujitofautisha na wenzao. Wamekuja kwenye muziki umeona leo. Yes. Ndio muziki wanaofanya wale wadogo leo. Kwa kwangu mimi nadhani sina sababu yoyote ya kuendelea kujiita mfalme ikiwa naona watoto kama wale wanakuja. Asiweza kusema ni kwamba mimi labda natamani kuona wenzao wote wakiona wanachokifanya wale hapo wapite njia zile. Waache kuimbia kwenye makwapa. Waimbe kama wenzao, waimbie watu. Sio naimbia ukwe. Imbia watu kama kina Mula Obo, kina Dikazi. Kwangu mimi wale ni mfano mwingine, na hata show kama hii leo iwafundishe malegend wadogo wanaokuja, hata kama siku moja leo watakuwa malegend. Kwa ili wapate heshima hii ya leo, wafanye kama wanafanya wale wadogo wawili. Yes. Wataenda mbali. Ulishawahi kukaa nao labda na kuwapa taratibu ama ushauri namna gani ambavyo wanavyotokea waweze kumaintain ile game? Kwa sababu ukiangalia sasa hivi muziki as a business tofauti na hata zamani ilikuwa ni business, lakini sasa hivi imekuwa ni zaidi yani. Ushawahi kukaa nao na kuambia kwamba jamani, ndugu zangu, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, lakini umoto ambao umeuleta kwenye game, tafadhali mnatakiwa muishi hivi na hivi na hivi ili mradi tuheshimu misingi ya muziki wa hip hop. Ushawahi kukaa nao? Mula Obo sio mimi peke yangu. Yes. Tulimuita malegend wote kwenye hii ziara ya shughuli yetu. Tulimpenda, tunampenda, tukamwelekeza kila mmoja kwa nafasi yake. Mimi nilimshauri, kina JMO alimshauri, kina Madio alimshauri. Yaani tulimuita kama mtoto wetu wa mwisho wa kumwambia bwana, pita misingi yako iwe huku na huku. Mimi mwenyewe niliongelea binafsi. Yes. Kama Mula, usitoke hapo ulipo. Nenda hapo. Waambie na wenzako mje kwa njia hiyo.
mtateka hichi kijiji. Yaani mtaweza kupunguza kidogo nguvu ya wale wasema pekee sasa hivi bongo hip hop haipo, labda sasa hivi kuna singeli tu, kuna muziki wa kuimba. Huo ukweli ukanusheni kwa kupita njia hizo mnazopita nyinyi. Niliwaambia tofauti na wale wasanii ambao wanaimba kuwafurahisha washikaji zao waliosoma nao. Siku hizi kuna watu wengi wanajua hip hop, wanachambua wakenda wajui chochote, wala wajui biashara muziki imetoka wapi. Wasiwaige wale wachambuzi koko kwenye mitandao, wanawasifia uongo. Huko kwenye mtaani watu hawajui. Watu wanawajua wanaofanya kweli kama kina Mula. Hao wengine mtawasifia nyinyi tu, mnadanganyana huko kwenye washikaji wenzenu kwenye makundi yenu. Mtaa hauelewi, mtaa unaelewa muziki wa kina Mula, kina Dickers unaoeleweka ule. Bana noma sana. Nimalize na swali la mwisho mzee wangu. Moja kati ya kitu ambacho nilikuwa natamani sana nikuulize nikukutana na wewe. I think so, thanks God kwa sababu nimekutana na wewe kwa mara ya kwanza kabisa kwenye hili tukio. Muziki wa hip hop ni moja kati ya muziki ambao una radha yake. Of course kipo wazi sana. Na tukiangalia pia msanii anapoanza kuimba mara nyingi huwa anaanza kwa kurap. Kwani muziki wa hip hop na siri gani ambayo watu wengi labda wafahamu na wakijui kwamba bana hii ni maana list ya muziki wa hip hop, na ndio maana kila msanii anatamani aingie kwenye game, anaanza kwanza na kushana and then baadaye anaweza kufanya mambo yake. Tuzetu hip hop ndio njia ya kumfanya mtu aweze kuandika. Hip hop ni kama unavyoona reggae. Hip hop ndio muziki pekee ambao upo karibu dunia nzima. Sababu huko muziki ambao utausikiliza wewe hapa, lakini sehemu nyingine husikii. Ila hip hop hata ukienda Palestina wanapopigana vita huko, Syria wanafanya hip hop. Wana hip hop zao kwa mtindo wao. Ndio muziki pekee ambao unaweza kufanya mtu aweze kujua aandike nini na hadhira aiambie nini. Nani ndio muziki ambao msanii yote ambaye alitokea kwenye hip hop hata akija kwenye kuimba anakuwa bora kuliko wenzake anakuta kwenye kuimba. Ndio maana usichangae leo watu wake na Mondi wanakuwa mabora kwenye kuandika. Walianzia kwenye hip hop. Waangalie watu wote ambao walianza kurap wakaja kuimba wanakuwa noma, sababu tayari hip hop ndio inawafundisha msingi wa kuandika na kuisoma jamii inataka nini. Kwa hip hop ndio baba ya muziki yote kiujumla. Hip hop ndio baba la muziki yote. Kwa hiyo yote ambaye alipitia kwenye hip hop anakuja kuwa mwandishi mzuri wa muziki wa kawaida. Hata Rayvanny ni mwandishi mkali mno pengine kuliko wenzake wengi kwa sababu ni hip hop yule. Kwa hiyo unaweza kuona kama namna gani hip hop inanyoosha, kama ndio hip hop ndio shule ya msingi, vingine vinafuata vyuo vikuu. Saizi bahati mbaya watu wengi wako kwenye influences, anaambiwa fanya hivi, badilika hivi, lakini sanaa haiko hivyo. Sanaa tunasema hata unapokosea ni sanaa nyingine. Kwa msanii anatakiwa awe huru, lakini bahati mbaya artist wa sasa hivi hawako huru ku create vitu vyao, ndio maana hatupati vitu kutoka kwa kila mtu. Kwa maana yake wanakosa ubunifu au? For real, ubunifu unakosekana kwa sababu watu wanakuwa wako kwenye njia moja, mwongozo mmoja. Hayaruhusiwi mawazo ya kila artist tuone kaja na nini. Hiyo mimi nadhani ndio kubwa. Bana nyewe mlikuwa na utamaduni kwamba mnapanga maybe weekend hapa tukutane Mlimani City, labda hapa tukutane huko and then mnaenda mnashia mawazo. Hicho kitu sasa hivi hatukioni. Huenda ikawa ni moja kati ya sababu ambayo inapelekea labda wasanii wa sasa hivi kupunguza creativity kwenye kazi yao ya sanaa. Ni ukweli kwa sababu zimekuwa kama wenyewe wanaita pose. Yaani mtu anakuwa na pose anataka uchune. Kumbe tunapouchuna tunapishana na mawazo, hatuonani. Watu mnapokutana ni vibration, maana yake vinakuwa vitu created. Sasa nafasi kama hizo zimefinywa sana, watu wanauchuna. Tuna hadi magrupu ya wasanii lakini watu wanauchuna. Sasa mkiuchuna vitu havizaliani. Watu wawe huru, tuwe na jukwaa la mawazo, ya kusanywe mawazo, kwa sababu tunavyoongelea sanaa ni taaluma kama taaluma zingine. Waheshimu mawazo ya watu, yajengwe mawazo, kiwanda kikue. Kiwanda kiko finyu. Hili ni tukio moja tangu mwaka umeanza. Sasa kwa nini wakati alitakiwa yawepo matukio mengi? Kiwanda kimefinywa. Urejeo wa ili tukio, nadhani kuna vitu vingi sana ambavyo mmevidiscuss by the way, na kuna vitu pia mmeviboresha kwenye 1 na 2. Niambie wewe Rado kama Rado legend pia ambao umefanya vitu vikubwa sana kwenye game. Kitu gani ambacho mmekitoa mikono kwamba bana hii sasa hivi haifai, na kitu gani ambacho mmekiacha kama kibaki kutokana na kile kitu ambacho mlikifanya way back? Mambo ni continuous kwa sababu sanaa ina njia mbili siku zote. Tangu imeanza sanaa ina njia mbili. Kuna upande wa kushoto, kuna upande wa kulia na kuna straight line. Kwa hiyo hapo ni choices. Tangu mwanzo watu wana choose. Kuna wanaoenda kushoto, kuna wanaoenda kulia, kuna wanaoenda straight. Kwa hiyo tangu mwanzo sisi tuko upande wa kwenda kulia. Mlengo wa kulia
kuhimizana, na mlengo wa kulia alama yake ni maudhui dhidi ya maslahi. Yani kuna maslahi lakini lazima tusikilize maudhui yanasemaje. Hapo ndo tutailinda sanaa, kwa sababu sanaa ni maudhui. Kwa hiyo upande wa kulia, mimi naomba watu tuishi upande wa kulia, ndo kwenye creativity. Tumalize ya mwisho, wape legacy wasanii wa sasa hivi, yani kuna urithi ambao natamani wape, kama upo ni upi? Mimi wito wangu naotaka niwape kubwa ni upande huo wa njia ya kulia kwenye maudhui dhidi ya maslahi. Hayo ndio maisha yao yote, kwa sababu siku hizi roho zinauzwa. Ukiwa tayari kuuza maudhui, unauza na roho yako. Sasa usikubali kuuza na roho yako, tusimame upande wa maudhui. Maudhui yatatununua, yatatujenga sisi kama sisi. Bana, shukran sana Kizazi Chepchep.